Yo, mambo vipi? Karibu kwenye episode nyingine ya Off Code Podcast. Kwa majina anaitwa Haji Mbegu. Mimi ndo host wa kipindi chetu na nipo na mgeni wangu anaitwa Babu. Oya. Karibu sana man. Nyama mwana. Kunyama sana. Niambie Haji. Fresh vipi bana? Miaka mingi hatujaonana. Tumekutana tena kwenye mdomo sasa. Uwanjani sasa hivi. Kazi. Niambie mwana. Shwari. Nyama nimekaribia hapa. Ya tupige story na mwanangu. Wewe tunapiga story, niambie. Story. Vipi basket ya dada unamechangamka sasa hivi? Kuna Power, kuna Spain Warriors, kuna mambo ni mengi na Dar City. Mambo ni mengi. Vipi ligi ya mwaka huu na mwaka jana unaiongeleaje? Kama sasa hivi kidogo kuna motisha. Ligi ujue ya Dar muda mrefu watu wamecheza, kulikuwa hakuna kitu chochote. Mzigo walikuwa wanabeba makochi, kuna timu zingine zina watu labda wanachangishana wazee wa chama. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi kidogo hivi inasaidia kidogo. Unaona kabisa hata kuna mazingira uwanjani, mchezaji alikuwa akimaliza kucheza anamsubiri kocha ampe nauli. Sasa hivi unaona mchezaji akimaliza kucheza tu anatafuta kichaka anajikata. Najua Bet Power hapa. Mzigo unaingia. Kwa hiyo kipindi hiki utofauti ni kwamba kuna mzigo. Bet Power nimeona na sijui Vodacom wao watatoa zawadi nini. Ni kitu poa. Kwa hiyo mabadiliko ni hayo. Kucheza naona bado watu wanang'ang'ana, ila mabadiliko watu walikuwa wapati pesa, sasa wamepata pesa kidogo. Inabidi wafundishe na wachezaji jinsi ya kuitumia. Mchezaji atanunua raba mwenyewe sasa hivi. Pata raba chini pale kwa mzee wa Sumu kwa Maniga 30,000 kwa Maniga 40,000 kwa sasa hivi. Pazi nimekula 88.5 mara ngapi? Sisi tumefungwa moja na nyie. Tumecheza mechi ngapi? 7 hivi au 6? Tumefungwa mechi moja tu. Lakini mabadiliko ni hayo, mkubwa wa kazi. Kwa Bet Power, Vodacom nini mmetisha. Wametisha kwenye swala hilo. Taifa Cup inakuja. Kutwa basi baada ya wiki 2 hapa. Alafu da vipi hawajatangaza timu da Da nisikia tetesi. Unaweza kwa tetesi umesikia labda utumia barua. Ndio tetesi. Lakini mimi nilikuwa najiuliza yani kwa nini labda Dar es Salaam au TBF wasiweke kwamba kila mchezaji akacheze kwenye mkoa wake alozaliwa. Kwa mfano mimi lazima nikacheze Arusha. Wewe Mwanza lazima ukacheze Mwanza. Sasa nahisi ni hivi. Sio kwamba yani waweke sheria hiyo kwa ajili ya kukuza ili ilete motisha. Unaomba waweke watu wakacheze kwao. Lakini nadhani watu wanaruhusiwa kwenda kucheza popote. Kuna sheria zipo hapa kwa ajili. Sababu nimesikia ukichaguliwa timu ya Dar huwezi kucheza kwa mwingine. Ukichaguliwa timu ya Dar kwa sababu unacheza ligi yao. Kwa sababu unacheza ligi hapa ndani. Sasa hizo unajua hizo ni naweza kuziita siasa fulani hivi. Si unajua? Siasa kwenye michezo. Haiwezekani ligi mnachezwa muda wote Dar es Salaam afu bingwa anakuwa Kigoma. Afu wachezaji wote wa Dar es Salaam jina linakuwa Kigoma kama wale walishinda Kigoma. Ile mechi walishinda mwaka jana, ni mwaka gani Kigoma? Walichukua. Safari kuna mchezaji wa Kigoma pale. Mmoja siamini. Sasa nahisi labda viongozi wa Dar hiyo inawauma kwamba hawa wachezaji tunawatengeneza sisi, labda zawadi kwao ni nyie mkawape hilo kombe la ndio kuwazawadia kwamba bana asanteni mnatuchezesha ligi nzuri. Sababu Tanzania ligi inachezwa wapi kutoa Dar es Salaam? Zamani kulikuwa na ligi tunasikia mwaka jana Dodoma, kuna miaka 2-3 Dodoma imecheza ligi fresh kabisa. Sasa lakini ligi zao nazo zikawa haziishi. Bora yani unaona zilivyo finali kwanza ikicheza. Unaona finali ligi zao zilikuwa kuna mambo yalikuwa tutamtafuta mdau wa Dodoma siku moja. Atuibie siri. Hapa mkija mnasema sio tena sijui kiongozi, si wenyewe viongozi. Kwa hapa mkija unasema shida ni nini? Finali haichezwi. Dodoma naona hicho, nadhani hicho ndio sasa kinafanya timu za yani TBF
inabidi wawasikilize viongozi wa daa, wawariwadi. Hiyo ni kama wanawariwadi, yaani kama wewe Mbegu umechaguliwa kwenda kucheza Dar es Salaam na wewe unataka ukacheze Arusha kwa sababu Arusha ni nyumbani, wale wadaa kinachowauma wanaona kama yani si ndio tunafanya wewe ucompete. Arusha wanaweza kuwa wamekutengeneza. Kuna mwana alipobariki pale Nyaki alikuwa na Alimo sana Mjarifu na Mbegu na nani na Swale walikuwa wote wapi pale wanapaita haita Soweto, wanawafundisha tangu wadogo wanakuwa mshakuwa, lakini ujue ndio maana wewe uko Dar City unatafuta mitikasi zako Swale nani kuna mwingine yuko wapi anatafuta mitikasi zake kwa hata wale kinachowauma unaweza kuta wa Arusha wanapambana aje, kwa nini wamchagua Daa wakati tumemlea sisi? Wadaa nao wanasema Haji angebaki Arusha mpaka leo angekuwaje huyu? Asingekuwa ligi haipo. Unaweza kuta sasa hivi Haji ungekuwa unauza duka labda tori fulani hivi, unajua tori fulani anauza duka. Kwa hiyo Dar es Salaam kwa sababu wao wana ligi yao ambayo watu sio kihivyo, ila ndo watu wanang'ang'ana. Wanaona kiongozi anaona mimi napigana hapa bana, twendeni mkanipe kombe na mimi, sababu na wewe ndio pale anaonekana. Lakini sijajua sasa TBF labda waje watuambie bana, ila mimi nimejibu kutokana na mimi ambavyo ninahisi. Hizo ni hisia, sio kwamba eti ndio iko hivyo. Hiyo nimehisi kwamba kwa sababu hawa wanacheza ligi, kuna gharama zao. Jue ligi kuchezwa kuna gharama, ndio maana watu wengine wachezi. Nasikia watu wanawaita Mbeya mabingwa wa mabonanza, hawachezi ligi. Nasikia Mbeya, lakini kipindi hiki nilikuwa naona wanatumatuma vitu kwenye kwamba Mbeya kuna ligi inachezwa, lakini kuna mtu ananiambia wapi wale mabingwa wa mabonanza. Nilisikia hata Taifa Cup wanaweza wasije mwaka huu. Umesikia? Nimesikia tetesi na wanacheza ligi, itakuwa rahisi kwa kutengeneza timu, au sababu timu za manunuzi ndio hivyo mpaka Daa kubali, wachezaji wachache sasa hivi. Sasa umeona aje, inabidi sasa mkoani nao sasa sijui wafanye sijui Bet Power naye wafate huko mkoani, na itabidi lakini mikoani wachezaji wako wengi, lakini sijui ni kwa nini wengi wanakimbilia huko Dar es Salaam. Huku sasa ndio kuna ligi matata kibao Azam twende ndugu yangu, mdogo tafika. Bali vipi? Bali unafuatilia bali kidogo? Si unajua tena ndio ugonjwa wetu imeisha, wameshinda Al Hilal kwa Libya lakini kwa mimi nilipofuatilia kwa miaka minne mitano Waarabu ndio wamekuwa wakichukua sana, sababu hii ni bao ya tano. Hii ya tano kwa nne zote wamechukua Waarabu. Petro de Rwanda, yani wenye ngozi kama sisi ni basi mara moja. Inabidi mashirikisho sasa haya, unajua hao wanashinda. Cha kwanza pesa ipo ila nahisi mashirikisho yao nao yana nguvu. Ndio maana unaona kama Misri, bingwa wa Misri tu anakuwa amequalify kucheza bara. Kama Rwanda, unaona bingwa wa Rwanda anakuwa wamewekeza kwenye hicho kitu. Mashirikisho yao yana nguvu, ndio maana inakuwa sisi tutafika huko Tanzania. Sisi sisi bwana, kufika huko ni mtihani kidogo, inabidi vitu vingi sana aje vibadilike mpaka Tanzania tuje kufika huko. Kwenye uwekezaji unaweza kweli ukaleta wachezaji nini wazuri kama walivyofanya Pazi kipindi kile, kuna Musa, leta wachezaji nini. Nachotupiga sisi sasa ni ndani. Unajua wachezaji wetu wa ndani nao inabidi loko waweze nao kukompete sababu hicho ni kama Rwanda wachezaji wao loko wanaweza unaona Shobozwa yule anaweza kupewa kumkaba Noel akamkaba vizuri kwenye game, sababu wana wachezaji ambao wako hapo unajua kuna namna wanafundishika kwenye national teams kuanzia 16 ya taifa ya national team wale wakubwa
unakuta kuna madogo kama wa under 18 labda watatu wakali wanacheza wale na na lazima wanacheza wacheze, na lakini sasa wanacheza sisi unakuta wachezaji mfumo wao, kwa mfumo sababu mfumo wao mm, ushakuwa vizuri. Rwanda wamewekeza, mfumo wao uko vizuri sana, mfumo wa Rwanda. inabidi na sisi Kwa sasa sisi Bongo hapa, cha kwanza mimi na kitu kimoja kwenye kichwa changu ambacho ni cha kipumbavu sana, mwanangu wazi, nikikwambia unaweza ukacheka. ni cha kujenga, lakini Cha kujenga, lakini ni changu ambacho niko nacho kichwani. Ujue basket ya Bongo ni kuapia kwa Mungu au na kuapia kwa Mungu, sababu mimi hicho ndo ninachokiamini kwamba kinaweza kikawezekana kikifanyika. Yaani washukuriwe sisi wachezaji, wadau wote wa basketball, marefu, viongozi, yaani muundwe kama mdahalo. Hapo huo mdahalo huu nahisi awepo hata na Mwamposa kwa ajili ya kuombea, yaani kitoke kila kitu kuingie kipya, vitu vinaweza kubadilika. Kwa maana gani? Ujue nikwambie, ujue sisi kila kitu chetu ni kibaya, yaani wachezaji wanacheza vibaya, marefu wanachezesha vibaya, makochi wanafundisha vibaya, kila kitu kibaya. Kwa hiyo hamna kizuri, hamna sehemu kuna uzuri. Yani mimi kwa mimi ninavyoona, sio ukasema, yani mimi ninavyoona hakuna, yani hakuna step tunapiga ukaona kabisa hii step sasa ambayo tunapiga ni ya basket, kuna sehemu inaweza ikafika. Haipo. Step tunazopiga sisi, kazi mfunge Dar City, imfunge JKT, ABC hapa biashara inaishia hapa kwetu sisi. Hatutoki nje. Yani hatutoki, na vita yetu ya hapa ndani ni kubwa kiasi kwamba yani mpaka inaathiri hata ukienda nje inakuathiri. Kwa hiyo hapa inatakiwa tuombewe, afu wote tukae tuambiane, viongozi marefu, yani marefu wakae waseme sasa inabidi tuchezeshe game, tunataka tuone talent, hatutaki kuona kitu chochote. Hata NBA zamani, unaona NBA zamani walikuwa wanapigana, hawana adabu, wanacheza vibaya, game zilikuwa ngumu, lakini unaona kila siku wanakuwa kama wana update, zinabadilika. Wanaona sasa hivi tuna promote talent tu, tunataka talent, ndio wao wanachopromote. Ndio maana ukienda huko talent yako wewe ni ndogo, huwezi kucheza, na uwe unajua umefundishwa na mwalimu jinsi ya kucheza basket. Unajua sisi bana, ndio maana nakwambia vitu vyetu vibaya vibaya sana mwanangu. Yaani tunafundishwa vibaya. Unafundishwa basket, ukitoka hapo hata hamu ya kucheza basket huna. Yaani ufundishwe kuendelea. Mtu inabidi akufundishe, ukifika yani we mwenyewe ukikaa ukiwaza unaona kweli pale nitafanya hivi, kesho nikijaribu, ngoja nijaribu kufanya. Ukijaribu unaona vitu vinakuwa. Unaona utofauti wa kufundisha. Kwa hiyo sisi siwasemi walimu wetu eti ni wabaya au waweza kuta ndio unajua basket nesi ni kama ni course, ninasoma course. Waweza kuta course yao ilipofikia hapo ndio hawezi kuendelea. Sio hawawezi, wanaweza ila kuendelea sasa inakuwa ni yani sio changamoto. Kuendelea ni upate hizo course, mtengeneze. Kuna kozi kama za kulipia, tuseme kwa mfano za makochi, ziko nyingine online, nyingine unaona kuna makochi wanasafiri wanaenda Ulaya, unaambiwa bana kochi fulani ameenda Marekani bana, ameenda kusoma kozi, unapata na experience, kutana na hao watu. Kuna siku Karabani aliongea kitu nikashangaa, alisema eti NBA hawajali sana vyeti, ila vyeti sio kwamba hawana, ila hawajali sana, wanaangalia uwezo wako wewe, kama ulikuwa mchezaji labda ulivyokuwa unacheza, ulifika level gani, licha ya kufika ulivyokuwa, labda unaweza, kuna mchezaji mwingine anacheza anafundisha wachezaji wenzake, yani anapenda kufundisha. Unajua kuna mtu mwingine mnacheza naye tu unakuja kujua huyu atakuwa kocha kama LeBron. Unaweza ukahisi huyu anaweza kuwa kocha, IQ yake ya game hicho. Sasa hivyo ndio vitu ambavyo makocha inabidi
watusaidie navyo. Kabla hujafika mbali, vipi under 16 timu ya taifa ya madogo inacheza Hapa juzi nilisikia kuna game kibaa wanafunga Kenya. Nimeona kuna siku walisema wameshinda wasichana sijui wavulana pia siku hiyo. Niliona hizo, sijaona game zao, lakini siwezi kuwasemea, lakini kitu kidogo tu naweza kusema watoto wale noma, wanatakiwa wafundishwe na makochi noma kabisa. Yaani unaona mimi ningekuwa TBF, mimi ile timu ningempa kochi Evarist na Bahati. Ningewapa ndio wangeweza kuwafundisha au misingi. Sasa wale si wamesha staafu yani. Hawajastaafu. Coach Bahati amestaafu Fanya nini? Coach Bahati ni coach anafundisha vijana Queens, sijui anafundisha Jogoo. Sinisikia alistaafu kuwafundisha watoto yani. Hapana. Bado ana coach. Amejistaafisha. Amestaafu kufundisha national team ya madogo. Sababu Coach Bahati alishawahi kuwa coach. Yule ndo anatakiwa awe coach. Lakini inabidi patikane wengine ambao baada ya kina Coach Bahati sasa hao ndo watakuwa wanaendeleza. Sasa unaendeleza gurudumu, wao wengine inatakiwa wapatikane wale, ujue sio wa kuwajaribisha watoto. Unachowafundisha sio cha kuwajaribisha, wale ndio msingi. Yani wale usiwajaribishe, wale wafundishe kweli, ili wakija juu huku wajue wanapiganaje. Wafundishe watu kwenda kucheza viwanja kama hivyo vya bali hivyo. Ujue mimi mpaka leo sijaona kochi mbongo anamfundisha mtoto ukaona target yake huyu ni aende akacheze baa. Hamna. Makocha wote wanafundisha kucheza RBA. Inakuwa pia inabidi tutoke huko. Sasa unatokaje? Makochi wasome, na mimi naomba nitapeleka kwa walimu wao. Sababu wewe inawezekana mtoto wako shule eti akawa na feli, mwalimu anakuambia eti huyu sijui, hakuna kitu kama hicho. Alafu wana feli wote. Wote. Unajua hamna Mtanzania ashaye kucheza baa. Hamna. Unajua hicho kucheza tu. Sasa hiyo ni mbaya mwanangu Mbegu. Yaani inaonekana sisi hatufundishwi kwenda kucheza kwenye viwanja hivyo, viwanja vya malipo. Lakini viwanja vyetu pia sisi kwenye uwekezaji, viwanja vyetu pia havipo kwenye standard hiyo viwanja vyetu ni vibaya. Tunategemea viwanja vya taasisi hivyo kama Don Bosco kule. Wewe viwanja vya kanisa Don Bosco muda wote wanakutimua. Malizi na NBA. Mimi na pesa. Mimi kwa pesa wamefungwa jana, lakini mimi bado niko na wako na timu poa, lakini OKC atashinda. Sasa hii game inaenda game 7. 7 inafika. Hiyo hata mimi na imani. Yaani game 6 lazima washinde, pesa zote. Sababu kila mtu anasema hapo kuna sababu nyingi na za kibiashara, kuna sababu nyingine zimejificha, si hatuwezi kuzijua. Za kibiashara. Watu wanatengeneza unaachaje game ifike game 6 iishi. Yaani pesa lazima washinde na watakuwa kwao. Si mara ya kuchukua NBA finals. Si muda mrefu ikiitwa Supersonics. Miaka ya nyuma. Wakicheza wale kina Shawn Kemp wale. Unajua Supersonics ndio OKC, si ndio? Ibadilishwa jina. Sababu ikiitwa Supersonics ndio ilishinda. Kuna timu moja ilikuwa inaitwa Bobcats. Bobcats timu gani? Tafuatilia basi. Nayo itakuwa labda imebadilishwa jina. Sababu NBA unajua hazishuki daraja na kupanda. Itakuwa imebadilishwa jina. Fresh bana Haji. Karibu sana. Haina no. Tarudi tena siku nyingine. Ilikuwa kupiga mastori yetu. Till next time.